Jicho la imani hapa hapa ZDH TV, maarifa kwa umma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada rahma kipenzi chetu na kipenzi bwana mtume, kipenzi Mwenyezi Mungu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, uhayyikum bi tahiyatil mubarak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadha majlis min majalis yawm al-jum'ah wa dars min durus al-Muhammadiyya alayhi salatu wassalam. Katika kipindi kilichopita tulizungumzia makala zilikuwa zikihusiana na masala ya namna gani kabla hujatoa talaka, ni marhala ngapi ambazo kwamba unatakiwa uzipitie kama Muislamu. Muislamu haruhusiwi tu kuamka na kuona amekasirika, ameghadhibika, alafu akaamua kwamba mimi naweza natoa talaka na kumwacha mke wake katika njia nyepesi. Muislamu umeweka utaratibu ambao kwamba ni mzuri zaidi, kwa sababu hakuna binadamu ambao kwamba anayeishi kama malaika. Malaika waliumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wao ni maasum, hawakosei. Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyojalia malaika, amewaumba ni viumbe vyake na ameumba kwa nuru, lakini akawajalia ni viumbe ambao kwamba hawamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hawakosei, wala wao kwa wao hawakoseani. Ndipo Allah aliposema la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, hawamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia vile vile wanatekeleza yale ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaelekeza na kuamrisha. Lakini binadamu ni kwamba kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuumba na akamjalia kukosea, lakini pia akampa njia ya kutaradhal na kutaka msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Allah aliposema walaula idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allaha wastaghfara lahumur rasul lawajadu Allaha tawwaban rahim. Allah anasema walaula idh zalamu anfusahum, lau wakazidhulumu wao nafsi zao, au pindi tu wakitokea wakazidhulumu nafsi zao. Na namna ya kuidhulumu nafsi manake ni kule kufanya maasi, kwa sababu maasi yanamkera Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mwisho wa siku yatakuwajibisha wewe kuingia katika moto wa jahannam, wal iyadhu billah. Allah akasema ikitokea wamemuasi Mwenyezi Mungu, dhulumu nafsi zao kufanya makosa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, jauka, wakakujia wewe Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam, imekuja jauka kafi ya khitaba kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika masala ya kilugha kafi tumekaa ni kafi khitab, ahutubia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama jauka fastaghfirullah, wakamtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa dhati kabisa ya moyo, kwamba wao wapo tayari kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu dhidi ya madhambi ambayo kwamba walomuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfara lahumur rasul, lakini pia bwana mtume Muhammad akawatakia msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema la wajadu Allah tawwaba rahim, watampata ama atakuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwao wao ni kupokea tauba, ni mwenye kuwahurumia. Hivyo basi katika makala ambayo iliyopita tulitaja kwamba sababu ambazo kwamba ama njia ambazo kama Muislamu anatakiwa kuzipitia kabla hajatoa talaka, inapotokea kukoseana kati yake yeye na mke wake ama mke mwenyewe kabla hajadai talaka. Basi ziko marhala 8 takriban ambazo anatakiwa azipitie kwanza kabla hajaamua kutoa mke wake talaka, sababu kukoseana kupo na kutaka msamaha ama kutakana msamaha kupo,
ni njia moja hapa ambayo kwamba inaweza ikawa kuleta kheri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Taban tulitaja njia takriban 4 ambazo njia 4 hizi tulizitaja katika aya moja ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika Al-Qur'an Al-Karim. Allah aliposema wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjurhunna fil madaji wadhribu alayhin. Lakini njia ya 4 tulitaja katika aya hiyo hiyo, Allah aliposema wasulhu bainahum wasulhu khair. Allah taja katika aya hii njia 4 kamili. Njia ya kwanza kataja njia gani? Tulitaja katika kipindi kilichopita, tukasema njia ya kwanza ni mawaidha, kuwapa kwanza mawaidha zetu tunapokuwa umetukosea, maana yake kuwa nasihi, kuwapa nasaha, kuelekeza hivi sivyo, hivi ndivyo, hivi inatakiwa, isiende hivi. Njia ya kwanza. Njia ya pili ya kuwahama katika vitanda ikitokea basi umuhame, na njia ya tatu ni kumpiga pigo ambalo kwamba ghairu mubah, ni pigo ambalo kwamba haliwezi kumwathiri ama kumjeruhi vibaya. Ile pigo ambalo kama tuliashiria kwamba Saidina Umar alikuwa yeye akichukua mswaki ambao kama alikuwa akiswakia mwenyewe, akitaja katika kitabu al-Imam Qadhi Shuraih ametaja pale, akasema kwamba Saidina Umar yeye alikuwa akichukua mswaki wake na kama akipigia mswaki ndio alikuwa akimwashiria mke wake, wakati mwingine akimpiga nao. Lakini pia yale unaweza kama kumpiga hata kwenye paja tu, kwa kofi lako piga katika paja, ni pigo ambalo kwamba unaamini kwamba linaweza kumrekebisha, sio pigo la kumpiga kwa kumuumiza mke wako ambao kama mwenyewe ulimpenda katika maumbile aliyokuwa nayo. Lakini njia ya 4 tukasema ni kwamba sulh, kusuluhishana katika hali ya kawaida, na Allah akasema sulh khair. Jicho la imani. Leo inshallah taala ZDH TV tutaja njia ya 5 katika zile njia 8 ambazo kama hizi